Yes, mambo vipi mwanafamilia wa Hetnet Media na habari gani mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa ni Hetnet Media ambayo inakuletea habari za michezo zilizo happen kwa wakati huu. Hapa si kazi yetu kuhakikisha kwamba tunakupasha uweze kujua ni nini kinachoendelea kuna anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana kwa vurugu ambazo zilifanyika jana nje ya uwanja wa Benjamin, ambapo ilitakiwa leo mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo ilikuwa inawakutanisha wenyeji Young Africans wakiwakaribisha wageni wao Simba Sports Club. Jana mazoezi ya klabu ya Simba hayakufanyika kutokana na kuzuiwa kuingia uwanjani kufanya mazoezi kutokana na sintofahamu na sababu ambazo hazijajulikana ni nini, lakini watu wanaozaniwa kuwa ni mabouncer na watu wa karibu na klabu ya Young Africans wanatajwa kuhusika kwa kitendo hiki kuwazuia Simba Sports Club wasifanye mazoezi kuelekea kwa mchezo. Licha ya kwamba kanuni zinawataka Simba Sports Club wafanye mazoezi kunako uwanja angalau siku moja kabla ya mechi. Sasa unaambiwa kwamba kwa mjibu wa taarifa zilizotolewa na klabu ya Simba Sports Club, wao wanasema watu na mabouncer wa Young Africans waliwavamia na wakawazuia kuingia uwanjani kufanya mchezo huo. Bana, taarifa iko hivi: Simba Sports Club kupitia ukurasa wao official kabisa wa Instagram wameweza kuposti taarifa kwa umma. Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa ugenini. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo angalau mara moja kabla ya mechi katika muda tajwa na mchezo husika. Kwa maksudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo pamoja na kamishna wa mchezo husika. Hivyo mabouncer wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu za kuwazuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba za kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji wa hatua na taratibu hizo za mchezo, Simba hatutoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote waliohusika na sakata hili. Imetolewa na meneja wa klabu ya Simba. Moja kati ya taarifa ambayo watu imewastua kwamba Simba kutoshiriki mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao walikuwa ni wageni kunako mchezo ambao wangecheza kama wageni wakikaribishwa na Young Africans. Kumekuwa na taarifa nyingi mara baada ya Simba Sports Club kupitia ukurasa wao official kabisa wa Instagram mara baada ya kuchapisha hivyo, basi kukawepo na machapisho mengi. Watu wamekuwa wakiichambua hii barua ya Simba. Moja kati ya mchambuzi wa masuala ya michezo hapa nchini Tanzania, Hans Raphael, ameandika, nimesoma vizuri barua ya Simba lakini kuna sehemu mbili wameniacha njia panda. Sehemu ya kwanza, katika sintofahamu hiyo Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo kuhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Kupitia huu mstari wa Simba haijazuiwa na mabouncer kuingia uwanjani bali wamezuiliwa na meneja wa uwanja kwani ndiye mwenye mamlaka na funguo za kuruhusu
watu waingie uwanjani. Mabounsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu za kuwazuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Kwenye mstari huu mwingine Simba wameandika juu ya mabounsa wa Young Africans, binafsi hapa wameniacha njia panda. Najiuliza wamejuaje kuwa wale ni mabounsa wa Yanga? Mbaya zaidi, kwenye lile eneo hapakuwa na kiongozi yeyote wa Yanga. Sasa hao wamejuaje kama wale ni mabounsa wa Yanga? Walikuwa na jezi au vitambulisho vya Yanga? Maana viongozi wote wa Yanga wamesajiliwa TFF, hakuna sehemu Yanga wamesajili mabounsa. Lakini pia barua ya Simba inasema bounsa wa Yanga wamezuia timu kuingia ndani ya uwanja. Video za lile tukio la bounsa wakiwa nje ya uwanja, ina maana wao hawakuwa na mamlaka ya kuingia ndani ya uwanja. Meneja wa uwanja alitia lock. Pia tujiulize maswali, mabounsa hao walitoka nje ya uwanja vipi kuzuia timu isiingie ndani ya uwanja wakati uwanja umefungwa? Huyu hapa alikuwa ni Hans Raphael aliyeweza kuchapisha kunako ukurasa wake wa Instagram mara baada ya taarifa ya Simba Sports Club kutoridhishwa na kitu ambacho kilikuwa kinaendelea nje ya uwanja na kuzuiwa kutofanya mazoezi kunako uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini kwa upande wa Young Africans kupitia ukurasa wao wa Instagram, wao hawana taarifa kabisa na kinachoendelea. Wao wameweza kuposti match day Simba Young Africans dhidi ya Simba na wakaweka kabisa muda NBC Premier League Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, mechi tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025, uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa 1:15 usiku wakati mchezo huo ukichezwa. Lakini kutokana na watu sasa wenye mpira wao, watu wa mamlaka ya mpira hapa Tanzania wameweza kutoa taarifa katika vyombo vya habari. Tanzania Premier League Board, hawa tunazungumzia TPLB, hawa ni Tanzania Premier League Board. Taarifa kwa vyombo vya habari yahusu taarifa ya Simba Sports Club kuhusu mchezo wa ligi NBC dhidi ya Young Africans. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limepokea barua ya malalamiko kutoka Simba Sports Club kuhusu changamoto zilizojitokeza kabla ya mechi ya ligi kuu NBC dhidi ya Young Africans. Tumechukua hatua za haraka kufanya uchunguzi wa tukio hilo. Pamoja na hayo, tunapenda kuwajulisha kwamba kwa mujibu wa kanuni ya 15 kifungu cha 10 kanuni za ligi kuu bara, timu yoyote inayoshiriki ligi kuu ina wajibu wa kushiriki mchezo yote iliyoratibiwa na kuandaliwa na TFF bila kukosa, isipokuwa kutokuwepo kwa sababu maalum zilizoainishwa na shirikisho rasmi. Na aidha, kutokosa kushiriki mchezo husika kunaweza kupelekea adhabu kulingana na kanuni ya 16 kifungu cha 1 inayohusu maamuzi ya timu zilizotii ratiba za ligi. Pia kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 45 kinataja haki ya kufanya mazoezi uwanjani, kinahakikisha suala hilo linafuatiliwa kwa kina na hatua za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya wahusika na wavunjifu wa kanuni hizo. Hivyo basi, kwa kufuatia kanuni za shirikisho, tunawaagiza kuendelea kwa mchezo kama jinsi ulivyokuwa umepangwa, kuheshimu ratiba ya ligi na kuzingatia maslahi ya mashabiki, wadhamini wa ligi kwa ujumla. Malalamiko husika, changamoto zilizojitokeza tutazifanyia kazi kwa wakati unaofaa. TFF inapenda kujidhatiti kuhakikisha ligi inaendeshwa kwa haki na kwa wazi kwa kuzingatia kanuni zilizopo. Tunaisihi na mshikamane kwa dhati ili kuhakikisha mchezo huu unachezwa kwa amani. Idara ya habari ya mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, March 8, 2025 ndo barua hii imeweza kutolewa.